الأربعون الإدارية hadithi 40 zenye kuzungumzia mambo ya uongozi na idara na mfano hayo. Naingia alhadithu alashir, bayanu fadli aladli حال القيام بأعمال الإدارية ومسؤوليتها. kubainisha fadhila za uadilifu wakati wa kuyasimamia matendo ya kiidara na dhamana zake, yale majukumu ambayo mtu kayabeba. An Iyadh ibn Himar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala dhata yawmin fi khutbatihi, mtume wa Allah alisema siku moja katika khutba yake, ala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum, tambueni hakika Mola wangu ameniamuru nikufunzeni yale ambayo hamyajui. Mimma allamani yawmi hadha, katika yale aliyonifundisha siku yangu hii ya leo. Ila an qala, mpaka aliposema, wa ahlul jannati thalathatun, watu wa peponi ni aina tatu. Dhu sultanin muqsitun, mwenye uongozi kiongozi muadilifu. Tumesema muqsit bimaana al-adil na al-qasit bimaana al-zalim. Mutasaddiqun muwaffaqun, mwenye kutoa sadaka, mwenye kuwafikishwa. Mara nyingi sifa ya kiongozi inampelekea mtu kuwa jeuri, mtu mwenye nacho, mtu mwenye uwezo. Asili mwanadamu akiumbwa katika hali hiyo au akipewa sifa hiyo inamsukuma kuwa na nini? Kibri. Ndio maana Allah anasema yani katika hadithi al-Qudsi imekuja bughdhi, kumchukia kwangu mtu ambaye ghaniyun mustakbir, tajiri mwenye kiburi. Chuki zake za Allah anamchukia tajiri mwenye kiburi, lakini akasema wa bughdhi li ailin mustakbirin ashad, na kumchukia kwangu maskini jeuri ni jambo kubwa zaidi. Yani asli mwanadamu ambaye hana kitu hatakiwi awe nani? Jeuri, kwa sababu hana. Na asli yule ambaye ana kitu mara nyingi huwa nani? Huwa jeuri. Sawa? Sasa akiepukana mtu na sifa ya jeuri na sifa ya dhulma katika hali ya kuwa ana uwezo, wallahi hili ni katika moja ya watu watakaoingia katika pepo ya Allah. ورجل رحيم رقيق الكلب لكل ذي قربى ومسلم, na mtu ambaye ni mwenye huruma, mwenye moyo laini kwa kila jamaa wa karibu na Muislam. Afifun wa afifun mutaaffifun dhu'iyal, na mtu ambaye afif ni mwenye kujiepusha na mambo ya zina. Kamba ifu ta'ifa nisaikum, nisaukum. Anasema al-Imam Ash-Shafi'i, jiepusheni na machafu ya zina, watajiepusha wake zenu, watoto wenu, mabanati zenu. Watajannabu bil mahrimi au bil muharram. Almuhim, if ni mtu ambaye anajiepusha na machafu ya zina, tena mutaaffif, mwenye kujizuia kuomba. Dhu'iyal, mwenye familia. Qala, mtume akasema, wa ahlun nari khamsatun, na watu wa motoni ni watano. Sifa za watu wa motoni ni tano, ambazo mtu anopambika na sifa hizo, hatusemi kwamba ni mtu wa motoni moja kwa moja biainihi, lakini hiyo ni moja katika sifa ambazo watu zinawapelekea kuingia katika moto wa jahannam. Wa mwanzo, adh-dhaifu alladhi la zabra lahu. Adh-dhaifu alladhi la zabra lahu, dhaif ambaye hana jambo la kujizuia nalo. Mtu dhaif lakini anafanya chochote. Alladhina hum fikum tab'an, wale ambao kwenu nyinyi ni wafuasi. La yatba'una ahlan wala malan, hawafuati watu wala mali. Wal kha'inu alladhi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu, na mwenye khiana ambaye hakifichikani chochote cha tamaa kwake yeye. La yakhfa lahu tama'un, haifichikani kwake yeye tamaa. Ni mtu ambaye tamaa yake iko mbele.
mtu ambaye tamaa yake iko mbele. Wa indaqqa, hata kama ikiwa kitu kidogo, illa khanahu, isipokuwa atakifanyia khiana. Wa rajulun la yusbihu wala yumsi illa wa huwa yukhadi'uka, na mtu ambaye hafiki asubuhi wala jioni isipokuwa anakufanyia khada, isipokuwa anakufanyia khada, yani yeye anatafuta namna gani akupige, akuulize. Wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika, anakufanyia khada kwa watu wako na nini, na mali yako. Ima umemkabidhi mali akawa haitumii katika njia itakiwayo, au umemkabidhi watu wa nyumbani, basi ikawa anafanya khiana kwa watu wako. Aliposema katika hadithi adh-dhaifu alladhi la sabra lahu, anasema la aqla lahu, ambaye hana akili, manake yeye analiendea jambo lolote, hakuna la kumzuia, lolote analifanya. Sabra bimaana aqla. Nini maana hadithi hii? Fihi bayanu fadli al-iffa, ndani yake kuna ubainifu wa fadla za kujihifadhi na mambo ya zina. Mtu amepewa jukumu la kusimamia mfano watoto wa kike, wengine wanawalawiti watoto wale au wanawanajisi watoto wale, na ya mambo tunasikia kwa walimu wa madrasa, walimu wa vyuoni leo katika jamii, mpaka mzazi anamnajisi mtoto wake. Sijui alama gani za kiyama ambazo hazijatimia bado, lakini yani mambo ambayo yanatokeza. Sasa al-iffu ni mtu kujiepusha na machafu ya zina. Wa ta'affuf ni mtu kujiika kando, kujizuia, an kulli ma yahillu, kwa kila kile ambacho si halali, akajieka nacho mbali. Wa min a'zamihi, na katika kubwa lake, ma la yahillu min amwali al-amma, kile ambacho hakihalaliki katika mali za jamii. Katika wizi mbaya ni mtu kuiba mali ya umma, kama vile mali ya serikali, ikawa mtu anajihalalishia kwamba wana ni halali kwetu sisi. Kwa hiyo huyu anaingia katika hili ambalo Mtume kalitaja. Wa fihi at-tahdhiru min al-khiyana, nadhani yake pia kutahadharishwa na khiana katika jambo baya kwa Muislamu. Mtu kupambika na sifa ya khiana ni sifa mbaya. Wa in qallat, hata kama ikiwa ndogo. Wa annaha dalilu ala danaati an-nafs, na kwamba hiyo ni dalili juu ya nini? Uduni wa nafsi. Yani ukimwona mtu anamfanyia mtu khiana, mtu amekupa watu wake hawa, wasimamie watu wangu, au watoto wangu hawa waelekeze katika jambo fulani, au mali yangu hii naomba unizungushie, tutachokipata tugawane. Mtu akawa anafanya khiana katika ile mali, katika wale watu, katika wale watoto, hii inaonyesha danaatun nafs, nafsi yake ni mtu duni, ina machafu, ina mabaya. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake Mtume aliposema, dhu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun, mwenye cheo, mwadilifu, mwenye kutoa sadaka, mwenye kuwafikishwa. Watu wenye mali wanasema mali ni kama moto, kila unavyozidisha kuni ndio unazidi nini? Kukoka, unazidi kuwaka. Na mali kila inavyozidi mtu kuwa nayo ndio anavyozidi nini? Ubakhili. Utashangaa yule naye pia anaiba nini? Wewe mpaka unakufa watu wanakusimamia, wewe unaiba nini? Mali yako, chakula chako, familia yako, bado mtu anaiba. Lakini hivi ndivyo mwanadamu alivyo. Sasa mtu aliyekuwa na cheo, mwenye uwezo, akawa anatoa sadaka, fihi al-isharat ila at-talazum baina al-adli ma'a al-khalqi, ndani yake kuna ishara ya kulazimiana baina uadilifu na viumbe, wa tawfiq min Allah, lakini kuwafikishwa mtu kumkuta ana cheo, ana uwezo, alafu anatoa sadaka yake, hii ni tawfiki yake Allah. Wa fi qawlihi dhu iyal al-isharat ila fadli mujahadati an-nafs, ni ishara juu ya fadhila ya kupambana na nafsi, ala al-iltizam al-amana, juu ya kuilazimisha nafsi ile na nini? Amana, uaminifu, wal-iffa, na kujihifadhi, wal-istiqama, na uadilifu, wat-tabaud an masalik al-khiyana, na kujieka mbali na mapito ya khiyana, wal-ghish wal-khida, na ghishi na khada. Sawa, hizi tabia Muislamu atakani kujipamba nazo. Mtu akawa na ghishi, watu wanakuambia yule bwana akimaliza kuswali usimwamini tena, pale kwenye sala ndio muaminifu.
uko nje kote ni mtu mwenye khiana. Hii ni tabia mbaya. Hata ma tahaqquq alhaja, mpaka panapokuwa pana hakikika ile haja, mtu pia atakani afanye khiana. Wa wujudi da'i, na kuwepo kivutio, yani kisababishi. Mtu ambaye ana familia kubwa mara nyingi anaweza akafanya lolote kuhakikisha familia yake inakula. Maana yake anaweza akatumia njia za khiana. Sasa itakikani Muislam ajipambe na jambo hilo. الحديث 11 بيان فضل الأمانة وعظيم أجرها. فضيلة za amana na ukubwa ujira wake. Hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari, Allah mridhie, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema al-khazin al-muslim al-amin, mwenye kuweka khazina, mwenye kuweka khazina, ambaye ni Muislam muaminiwa, alladhi yunfidh, yule ambaye anatekeleza, wa rubbama qala yu'ti, yule ambaye anatoa. Huenda akawa amesema Mtume yu'ti, akawa anatoa ma umira bihi, kile alichoamrishwa, anatoa kile alichoamrishwa, kamilan, kikiwa kitu hicho kimekamilika, muwaffaran, kilichokuwa kimetekelezwa, yani kamili, tena kimetekelezewa ile haja yake. Tayyiban biha nafsuhu, akawa ameitakasa kwa hiyo nafsi yake, nafsi yake imekuwa safi, anatekeleza jukumu la mtu, nafsi yake ikuwa safi. Fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu, akawa anaipeleka kwa yule ambaye aloamrishwa kwake. Ahadul mutasaddiqin, huyu ni mmoja katika wenye kutoa sadaka. Tazama, kuna tajiri Shinyanga hapa, kaja nani rafiki yake Abu Fahad, kaona yule mtu wangu wa karibu, tunajua anatoka huko Temeke, bwana nakupa hizi milioni 100, naomba zitoe kwa huyu na huyu na huyu. Au Ramadhani watu wanapewa tende, pelekeni katika msikiti huu yote peleka. Au watu wanapewa ng'ombe na mbuzi. Wallahi kuna watu wanaiba mbuzi, kuna watu wanaiba. Sheikh atajimegea yake, ateka nyumbani kwake, na yule mwingine. Hasa Mtume sallam anasema mwenye kupewa khazina, khazina maana yake amepewa jambo la kuhifadhi. Almuslim, muislam, alamin, muaminiwa, alladhi yunfidh, yule ambaye anatekeleza. Nini maana yunfidh? Rubbama qala, huenda Mtume alisema yu'ti, anatoa, ma umira bihi kamilan, kile alichoamrishwa katika hali ya ukamilifu, muwaffaran, tena kilichotekelezwa kabisa, yani bila kukipunguza. Kuna tajiri mmoja alikuja pale Dar es Salaam katika msikiti fulani mkubwa tu, tajiri akamkuta shekhe, akaulizia shekhe msikiti uko wapi? Akamwambia fulani. Shekhe akaitwa, akamwambia nina milioni 40 hizi hapa, nakupa shekhe, nataka wape walimu. Yule mwalimu Allah alimpa taufiki kubwa sana, akamwambia subiri hapo hapo. Akawafuata walimu wote ambao wapo pale msikitini siku ile, madrasa ile, akawaita mbele ya tajiri, akawapa kila mmoja milioni 10. Wewe 10 mpaka zikamalizika. Ile tajiri alipoenda ile hali, masha Allah, akaufungua moyo wake kwa yule shekhe, akaenda zake. Lakini wale mabwana wakakaa wakasema, da, huyu mwalimu kapoa milioni 40 katuletea sasa milioni 10. Jamani, kila mmoja atoe laki moja tumpe na yeye apate ziada. Lakini kuna mtu mwingine unaweza akampa milioni 40, na hii pia ndogo, anatoa 10,000, na wengine anaambia kachenjishe 5,500, anapa nini? Umepewa maana ya watu. Hizi ndo sehemu za uaminifu. Yani hapa ndo maeneo ya uaminifu. Mtu akasema na mimi bwana sili zaidi ya mshahara wangu, lakini yale mengine unachopewa haki za watu, mtu anakupa kwa siri, kampe, kwa sababu kuna watu wengine wakitoa hataka wajulikanwe. Mpelekee mwalimu, mpelekee ustazi, sawa, hii una mbwa yako. Lakini mwanadamu asili yake ana uchoyo. Mwanadamu asili yake ana uchoyo, na yani anachokipata na kiona ni kidogo. Sasa Mtume anasema alladhi yunfidhu ay yu'ti ma umira bihi kamilan muwaffaran, kamilifu iliyotekelezeka, yani imekamilika sawa sawa. Tayyiban biha nafsuhu, alafu pale alipotoa nafsi yake ikawa iko safi. Muda mwingine unatoa basi tu na wasiwasi juu kama jamaa jantega, akawa anamuuliza baadaye huyu jamaa, bwana kakupa? Mtu akatoa
fayadfa'uhu ila alladhi umira bih, akaitoa kwa yule ambaye aloamrishwa. Ahadul mutasaddiqin, huyu ujira wake anakuwa nini? Mmoja katika watoa sadaka, yani yeye anapata thawabu kama yule aliyofanyaje, aliyotoa ile sadaka. Hii inaonyesha fadhila ya jambo hili. fi qawli alladhi yunfidhu ma umira bi, tahdhiru min at-takasul, tahadhari ya kuzembea fi adai al-a'mali, katika kutekeleza nini, matendo. Wa bayanu li fadilati al-quwwa, na kubainisha fadila za nguvu. Wal mubadarati ila adai al-huquq, na kuharakia katika kutekeleza haki. Muda mwingine unamkuta mtu amepewa amana za watu, mwenyewe yuko hapa Kambarage, yeye anazunguka nazo tu kwenye gari. Wacha anaenda sehemu kule, kakutana sijui na fungu la badu bwana gani, mkaa kanunua pesa ya watu ile, kachana bahasha, anasema ikifika nyumbani nitarejesha. Hujafanya utakiwavyo. Wewe umepewa haki ya watu, peleka. Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini, baada ya kumaliza kusali anaonekana anakata shingo za watu. Nini? Kuna amana ya Uislamu alipewa, anataka kuwapa wenyewe. Sasa wamekaa wanatembea nayo. Ukipata ajali, na saa nyingine bwana, ukipewa amana ya mtu tu ndo mtoto anaumwa. Kuna mtu hapo akakufuata na deni, unajipa acha nitalipa baadaye, inakuwa mtihani tena. في قوله الذي ينفق نعم. وفي أيضا أنا سمع في قوله بيان فضل الطاعة وتنفيذ الأوامر في المعروف, ubainifu wa fadhila ya taa na kutekeleza maamrisho katika wema. Na katika kauli yake tayyiban bihi nafsuhu, bayanu li ahamiyati al-liyaqa an-nafsiyya, ubainifu muhimu wa ule ulaini wa kinafsi, hala al-a'mal al-idariyya, wakati wa matendo yale ya kiidara. Wa anna adaa alwajibat alwadhifiyya, na kwamba kule kutekeleza wajibu ule wa kazi, duna idhhari almanni biha, pasina kudhihirisha masimango. Wewe unajua maana masimango nini? Maana yake kumsimanga mtu, maana yake nini? Sio kumlaumu. Maana yake nini? Yani ala sawa. Allah anasema la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Almanni, kumsimbulia mtu, unampa kitu, siombe bwana, shika hii, hiyo ndo kumsimanga mtu. Sasa yule mtu bwana anapokea, tena mwingine kapewa amana tu afikishe kwa mtu, basi anambia usiombe watu sana bana, haya wale wanatoa tu kama wanapenda. Yani ataleta maneno kuchafua moyo wako. Ili jambo litakikana. Sheitan katika utoaji ana sura 3. Anamfuata mwanadamu kabla ya kutoa, anamfuata mwanadamu wakati wa kutoa, anamfuata mwanadamu baada ya kutoa. Kabla ya kutoa anakuambia ukitoa unakuwa maskini. Shetani anaahidi watu nini? Umaskini. Sasa Allah anaahidi watu utajiri, la mwanzo. La pili, pale wakati unatoa, shetani anakuharibia amali yako, uitoe katika hali ya nini? Ria. Alladhi yunfiqu ma lahu ria an-nas. Unajua sisi ndo watengezaji wa msikiti huu. Alokuuliza nani? Wewe lengo lako nini? Umetoa kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya watu? Sasa ihifadhi amali yako ule wakati wa kutoa mali. Halafu hali ya tatu ni hii. Watu wanamuona fulani mashallah nyumba yake imekaa sawa, sasa bati jipya, juhudi zetu za watu mihangaika. Unamwambia nani? Amali ilikuwa katika madaftari ya matendo mema, unaivuruga inakuwa katika madaftari ya matendo mabaya. Kwa hiyo almanni hii sawa, mtu anapotoa siwe katika hali hiyo. Wastishari anna adaaha qiyamun biwajibin. Tena muda mwingine ya matendo mtu anafanya kwa mkewe, sawa, kaombwa pesa, kaona kelele zishakuwa nyingi, anatoa hapo, njoo, anamhesabia pale. Haya, halafu ukishanenepa, ushapendezwa, unione Messi fai, mimi nitakuwa mke wa pili. Sasa mke wa pili wakati wa kutoa pesa ndio naambia baada ya mke wa pili, au mke wa tatu. Sasa kumsimanga mwanamke mara nyingine anaona yani ajibani, asikwambie kitu,
au unaweza kukaa baada ya wiki unazikuta zile pesa aliyokuambia anazihitaji zipo pale pale kwenye kabati. Unauliza wewe sio unanisumbua mimi hapa? Ameshachukua mwenyewe tu hizo. Kwa nini? Kwa masimango. Tuelewana jamani? Masimango na msimanga mtu mpaka kile kitu kinamchafua roho. Na mijitu mingine nachukua. Sawa, mimi nachukua mwenyewe. Huyo. Ndio aje kumkuta mwanamke akwambia bwana, anauliza mashehe, "Kwa nini jamani kufanya kazi na si dhambi?" Kwa nini? Kwa sababu anataka chake yeye mwenyewe. Cha mumewe kina masimango. Mshanielewa sasa hivi? Qala nasema bayanu li fadli at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa, ubainifu juu ya fadhila za kusaidiana katika wema na uchaji. Bayanu li 'azimi fadlillahi 'azza wa jalla, ubainifu wa ukubwa fadhila za Allah, wa sa'ati rahmatihi, na ukubwa rehema zake, wa 'azimi karamihi, na ukubwa wa karam zake. Bayanu fadli al-amanati wa 'azimi athariha, ubainifu wa fadhila ya amana na ukubwa athari zake. Hadithi kutoka Abi Huraira anasema bainama an-nabii sallallahu alayhi wasallam fi majlisin yuhaddithu al-qaum, wakati ambapo mtume yupo katika kikao anawasimulia watu, jaahu a'rabiyun, akaja mbedui mmoja, faqala mata saa, lini kiyama? Qala famadha rasulullah yuhaddithu, mtume akaendelea akanasimulia tu. Bedui kaingia. Unajua masahaba alikuwa anafurahi wakija mabedui. Unajua kwa nini? Kwa sababu kuna mambo masahaba alikuwa hawezi kumuuliza mtume, lakini bedui yeye hajaishi na watu, anauliza lolote. Sasa akiuliza bedui wao anapata faida, mambo ambayo walikuwa wao hawezi kufanyaje kuuliza. Basi mtume akaendelea katika kile kikao na simulia watu, anasema faqala ba'dhu alqaum sami'a ma qala, baadhi ya watu wakasema mtume amesikia alichokisema yule bedui. Fakariha ma qala, amechukia lakini mtume alichokisema. Waqala ba'dhum, baadhi yao wakasema bal lam yasma', bali mtume hakusikia. Hatta idha qadha hadithahu, mpaka alipomaliza mazungumzo yake. Qala, mtume akasema aina urahu as-sailu ani saa, yuko wapi? Urahu, namdhania yule aliouliza juu ya habari ya kiyama. Qala ha ana ya Rasulullah, akasema mimi hapa ewe mtume wa Allah. Qala, mtume akasema fa idha dhiyatil amana, itapopotezwa amana, fantadhiri saa, ukiona amana imepotea. Kuna mtu ulikuwa unaishi naye, unamwona mtu wa ibada, mtu mwema, mpaka yule akakufanyia khiana. Talibu ilmi mdo mwingine, mpaka yule akakufanyia khiana, kapotea, hana habari ya markazi, hana habari ya sala, kaingia kwenye fantadhiri saa, hapo ngojea nini? Kiyama. Qala idha kaifa idha'atuha, akamuuliza vipi upoteaji wake? Idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi, likiegemezwa jambo kwa asiyekuwa mtu wake. Si ndio? Sisi tunamjua fulani hana maarifa juu ya kitu fulani, kisha akaja mtu akampa cheo juu ya jambo lile. Hii ni moja katika alama za kiyama, litapoegemezwa jambo kwa asiyekuwa mtu wake. Fantadhiri saa. Wa fihi bayanu anna tahri ikhtiyari al-akfa min a'zami suwari al-amana. Tazama anamaanisha vipi? Anasema ndani yake kuna ubainifu kwamba kule kupekenyua, tahari, kujitahidi katika kutafuta yule mwenye kufaa. Umepoa gari daladala, umtafute mtu ambaye atakayekuwa anaendesha, dereva na konda, sio wewe ukawatafuta vichawa huni. Wewe pia huna uaminifu. Kwa nini? Kwa sababu inatakikana utafute ikhtiyarul akfa. Una binti dada yako au mwanao, anakuja mtu kisa tu mfanyakazi mwenzako, kisa tu ana gari na nyumba, ukaona huyu anastahili kumwoa dada yangu au binti yangu, ukaacha mtu wa dini. Wewe umepoteza amana. Hii ndio maana yake. Kwa nini? Kwa sababu kuna jambo la kujitahidi katika kutafuta yule akfia, yani mwenye kufaa katika amana, min a'zami suwari al-aman. Wa anna at-tafrita fi dhalika, na kwamba kuzembea katika hilo, min a'zami suwari al-khiyana, ni katika sura kubwa za khiyana. Sasa tukisoma hapa, najua kukielezea vipi kwamba tusitosheke kwamba amana ni pesa tu, nimepewa pesa nikairejesha. La, amana ni katika sura zote hizi ambazo tunazitaja, zote hizi.
bayanu li ahamiyati ittikhadhi almustashirin alumana wastisharatuhum watahdhiri min istisharati aljahil, ubainifu juu ya umuhimu wa kuwataka ushauri waaminifu na kuwashauri na kuchukua tahadhari na kuwatakia ushauri nani? Mtu mjinga. Yani hata yule ambaye unamuelekezea jambo lako akupe ushauri, pia unatakikana uwe muaminifu katika hilo. Kwa sababu mlitaka ushauri kwa watu nani? Hivi mtu anaenda kutaka ushauri kwa mtu wa dunia, hasali, atakwambia usichukue riba. Atakwambia bwana ustaz, mimi nakuwa nyinyi mte uzito tu, chukua tu bwana, maisha yangu mimi hapa naenda alhamdulillah, na swali vizuri, Allah mwenyewe anajua kama umechukua riba au vipi. Yani hasa taka ushauri kwa mtu mwenye dini. Kutoka Abi Sa'id al-Khudri, kutoka Mtume sallallahu anasema, ma ba'atha Allah min nabiyyin, Allah kumtuma mtume yoyote, wala istakhlafa min khalifatin, wala kumweka khalifa yoyote, illa kanat lahu bitanatan, isipokuwa ana watu wa karibu wawili washauri. Bitana ni yule mshauri wako wa karibu. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf, kuna bitana watu wa ndani wale wenye kumwamrisha mema, watahudhuhu alaina, kumhimiza. Wa bitanatun ta'muruhu bisharri, na kuna bitana ambayo inamwamrisha mtu nini? Shari, inamwamrisha mtu shari, watahudhuhu alayhi, na kumhimiza. Falma'sum man asama Allah, yule alihifadhiwa ni yule ambaye alimhifadhi Allah. Unaumwa, uko hapo hospitali ya Kambarage, drip ya 3 hiyo, zote zinagoma hali vile vile, anakujia tu rafiki yako, sikiliza shehe bana, kweli hapa kuna mkono, lakini hapa kuna mkono wa mtu, twende Tinde kule, sio tu Tinde kule, sio wapi, kuna mganga kwa hiyo aje Tinde, kuna mganga kule wa Kipemba, twende kule. Odari kama nini, wewe mlienda. Huyo ni bitanatu khabitha. Ndio mwingine akamwambia, si mambo yangu wewe, niache mimi. Ana mtasbihi, ana mswala. Nao ndio washirikina wanavyokuwa siku hizi. Sasa bitana. Kwa hiyo usimtake ushauri mtu kama wa namna hii. Usimtake ushauri mtu wa namna hii. Unamjua huyu hanaelekezei isipokuwa maovu. قوله ما بعث الله من نبي بيان خطر بطانة الشر على صاحبها, ubainifu wa khatari ya washauri wabaya kwa mtu wake. Mahma adhuma ilmuhu, vyovyote inapokuwa kubwa elimu yake. Mnamjua mtoto wa Abu Bakar anaitwa Muhammad, sasa kusema Muhammad ibn Abi Bakr. Huyu aliingia katika fitna ya Khawarij, qatalat Uthman, kwa kuwa wengi walomzunguka. Huyu ni mtoto wa masahaba, mtoto wa sahaba Abu Bakar, dada yake Aisha, dada yake Asma. Paka mama Aisha ndaka kafanya hija, na nipeleke mahram yangu wewe, anaambia la, kakutana na nani? Bitana, kina Abdullah ibn Saba ili Yahudi, nani wale walikuwa wamemzunguka kipindi cha mwanzo kabla hajaacha baada ya yale. Sasa kwa mtoto wa sahaba, wewe nani unakaa na watu fikra zao wao ni takfiri tu, na utaingia kule kule. Unakaa na watu anaona jambo la mashia ni jambo dogo tu la kutokana na masahaba, na utadogesha tu vile vile. Anakaa na watu wahuni, mwisho unajua kwamba mimi ustazi. Kuna mtu anaweza kumlingania, anambia shehe vipi, anambia ustazi hivi unavyoona mimi, kwa wale wenzangu mimi ndio ustazi, wepi wale wahuni. Kuna kwamba mimi afadhali bestomwi sana wale, kwa sababu ya wale ambao yuko nao. Na ni mambo ambayo hata kikani ikate na wale watu. Fanya shughuli zako za maisha, achana nao, wewe na maisha yao na wewe ndio taratibu wao. Wallahi, na muda mwingine utajipa matumaini na kujipa moyo kuitizama familia yako na yao. Leo kama utaenda kwake mtu ukatazama watoto wake, ahli yake, mazingira yake, macho yanataka kutoka machozi. Unajipa mashaallah bwana, hapa nilipo mimi natakana nichukue kamba kujitahidi. Sasa lazima mtu atafute bitana tayyiba. Anasema katika kauli yake, falma'sum man asama Allah ta'ala tanbihu lilmas'uli an a'mal al-idara, kumtanabahisha yule aliyobebwa jukumu, almas'ul mwenye dhamana juu ya matendo ya idara, ila anna bitanat al-ma'ruf, ya kwamba
ile cabinet ya karibu ya watu wema, la tunalu illa bitawfiqillah, haipatikani isipokuwa kwa tawfiki ya nani? Ya Allah wa duaina. Anna salah almas'ul an a'mal alidara, kutegemea kwa yule mwenye dhamana juu ya matendo ya ofisini, sababun fi salahi a'wanihi, ndio sababu katika kutengemaa kwa wasaidizi wake. Bosi akiwa ametengemaa, hawa chini wote wanakuwa vizuri. Faman asamahu Allahu 'anil ma'asi asamahu an asbabiha, yule ambaye Allah amemkinga na maasi anamkinga na sababu zake. Wa fi anna salah aljulasa sababun fi salah almar'i, na ndani yake kwamba kutengemaa na wale marafiki wale ambao mtu anaokaa nao ndio sababu ya kusilihi kwa mtu. Unakaa na mtu wallahi hata ukienda chafi anakuombea dua, alhamdulillah yarhamukallah. Unaona watu wanakuombea dua, unafuatana na mtu waenda chafi anakuambia sikiliza, mechi leo umesikia? Yuko na habari ya mechi. Uenda chafi mara 4 pale, hamna kukuombea dua. Umeenda kufanya nini maeneo hayo? Unataka uondoke pale ukasali, unajisaili mara 10. Naanzaje? Sasa unaenda kufanya nini maeneo hayo? Au ni mtihani wa baadhi ya watu. Wewe ni mtu wa dini, kwa hiyo unakaa na watu wahuni, kwa hiyo unakaa na wavuta bangi, kwa hiyo unakaa na watu wa wanawake, kwa hiyo unakaa na watu ambao washenzi. Wewe si mtu wa dini, kana watu wa dini, jambo limeisha. Ndio maana muda mwingine mtu ukitaka kujua tabia zake unatazama nani? Marafiki zake. Sasa ukimwona yule rafiki yake ni yule rafiki yake, alhamdulillah, lakini wewe ni mtu wa dini, unakaa na makhanithi, mashoga. Sasa kufahamu vipi wewe? Mtu akaumulutu itakuwa hawa mashoga nafanyaje? Mimi rafiki zangu tu wale, rafiki zako jua zaidi hawa. Ndio kuna baadhi ya watu wananituhumu tu, kwa nini unakaa na wale jamaa? Bayanu li fadilati at-taysir wa at-ta'awun fi a'mal al-idara wa ahamiyati tawjih al-mar'usin wa ta'limihim, ubainifu wa fadila za uwepesi, kufanyiana upepesi. Yani ukiwapo katika majukumu haya mfanyie mwenzako wepesi na kusaidiana katika matendo ya idara, na umuhimu wa kuelekeza wale wenye kuongozwa na kuwafundisha. An Abi Musa al-Ash'ari annahu lamma ba'athahu an-nabi sallam wa Muadhan ila al-Yaman, zama mtume alipompeleka yeye na Muadh kuelekea katika mji wa Yaman, qala mtume akamwambia yassira wala tu'assira, fanyeni mambo kwa nini? Laini, wala msiyafanye mambo kwa mepesi. Wa bashira wala tunaffira, na wabashirieni watu wala msiwakimbize. Watatawaa, yani sio nasema fanyieni yani kila mmoja mtii mwenzake. Tatawaa mimi nakutii wewe na yule namtii huyu. Kwa hiyo tatawaa inakuwa sote ni wasikivu, huyu anamheshimu huyu, huyu anamtii huyu katika anachomwamrisha. Wala takhtalifa, wala msikhtalifiane. Sababu ikiwa nyewe viongozi wa juu, kuna watu wanawatazama, nyewe mnatofautiana, wale wasemaje? Si kuna watu mitano wasema mashehe ndo watu wa mwanzo kwenda motoni, au mashehe. Kwa nini? Kwa sababu mashehe wenyewe kila siku ngombana. Mashehe wanafiki wakubwa, si walikuwa wafikiane? Kwa hiyo watu wenda motoni, na wewe muhuni wapi? Na mimi ndo huko, lakini wale wa mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu akili zao ndivyo zinavyohukumu. Sasa katika jambo lenye kuleta khairi, kwa yule ambaye uko naye, mpe mwongozo, mpe wepesi. Usimwonyeshe mtu kwamba kazi hii ni nzito. Na leo katika maofisi mara nyingi watu wanaekana uadui. Anayekuja anajua huyu kanjia, anaangalia juu kwa anamwekea. Hata mtu ambaye yuko dukani akija mwambie huyu wakukusaidia, huyu amfundishi vitu, amfundishi chochote, amwekea. Sasa mambo yaendi hivyo. Maisha haya wanasema watu wa mitaani, maisha kama gwaride. Kwa mbele mara ngapi? Mara kwa nyuma, na bageuka tu. Maskini anakuwa tajiri. Maisha yana formula. Wangapi kwa walikuwa kwa juu sasa hivi wameuka chini? Na wangapi ilikuwa hata kiwi ya kiatu hawezi kupiga? Sasa hivi hakuna mtu anojua mamol kama yeye. Yaani vitu vyake anaishi Nyanga hapa aenda kufanya shopping zake huko Dubai si wapi. Lakini alikuwa mtu wa jembe tu. Kea zimemjaa miguuni huko. Mijuu imekatika. Maisha ndivyo yanavyokuwa haya. Maisha yanabadilika, usimdharau mtu. Mura'atul mas'uli li ahwali mar'usihi,
kuchunga mwenye dhamana hali za wale anaowaongoza, walmustafidina min a'mal al-idara fi al-ma'ruf, na wale wenye kufaidika katika matendo yale ya idara katika wema. Kutoka kwa Aisha, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, alimwambia Aisha, alam tarai anna qaumaki hina banaw al-Ka'ba iktasaru an qawaid Ibrahim, hivi wewe hukuona wewe Aisha kwamba hao watu wako pale walipoijenga Kaaba wakafupizika kutoziweka zile nguzo za Nabii Ibrahim? Zama Kaaba ilijengwa mwanzo, kisha akaja kuijenga Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, mpaka akaweka alama katika ujengaji wake. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anakaribia kupewa utume, Makuraish walivunja Kaaba yote, halafu wakakubaliana wasiingize katika Kaaba isipokuwa mali ya halali, na wao hawana mali ya halali hiyo, mali zao za haramu. Kwa hiyo walipoishia katika ile mali ya halali, ile Kaaba ikawa haijamalizika kama alivyojenga nani? Nabii Ibrahim. Kwa hiyo wakaiacha vile vile. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamani kuivunja Kaaba aijenge kama alivyojenga Nabii Ibrahim, lakini hakulifanya hilo. Si kama hakuwa na uwezo, alipata Mtume akawa kiongozi wa Kiislamu, akatawala Makka, Madina zote, lakini Mtume hakulifanya hilo kwa sababu ya kutazama ule upya wa wale watu walioingia katika Uislamu, akaliacha ile jambo. Ikatokezea katika zama za Yazid, Kaaba ilikuja kuvunjwa ile. Mmoja katika wale viongozi wake alivunja Kaaba, akaijenga Abdullah ibn Zubair kama alivyotamani Mtume sallallahu alaihi wasallam kuijenga katika zama zake. Katika zama za Hajjaj ibn Yusuf akaja kuibomoa tena Kaaba, akaipeleka Manjaniq, vifaru vile vya zama hivyo, kaivunja yote, kisha akaijenga kinyume na alivyokuwa amejenga Abdullah ibn Zubair kama alivyotaka kujenga Mtume. Kwa hiyo kabakia kama vile ambavyo tunaiona leo. Sasa alimwambia hivi, iktasaru an qawaid Ibrahim. Qalat faqultu ya Rasulullah afala tarudduha ala qawaid Ibrahim, hivi huirejeshi kama vile ambavyo ilivyo katika misingi ya nani? Ibrahim. Kwani usijenge kama alivyojenga ya Nabii Ibrahim? Faqala Rasulullah, Mtume akasema, laula hidithanu qaumiki, lau si kama upya wa watu wako bil kufri, hawajuzi tu walikuwa makafiri, leo nije kuibomoa Kaaba watanielewa vipi mimi? Ndio kwanza wengine wameslimu hapa, bado zile imani hazijakita. Sawa? Lau kama si upya wa watu wako kuwa wageni katika Uislamu, yake wapo karibu na ukafiri, la fa'altu, ningelifanya. Hadithi na mafunzo mengi sana. Yani sio kila jambo unalolijua, sio kila haki ambayo unaoifahamu kwamba utaisema au utaifanya. Kuna muda mwingine kwa kuchunga maslahi lile jambo unaweza ukaliacha kwa kutazama nani hawa watu ambao uko nao. Ndio kuna baadhi ya mambo tunasema sio kama kwa kuwa umeyasoma ndio uyaseme, watu hawezi kukuelewa. Bintu mfano mmoja, sisi tunajua hukumu ya wazazi wake Mtume walikuwa ni nani? Makafiri. Hukumu ya makafiri wanaenda wapi? Motoni. Watu mitaani wana kasida amezihifadhi juu ya mama yake Mtume, Bi Amina. Leo unaenda kumwambia yule mama yake Mtume anaenda motoni, anakuelewa? Sema Mayahudi hao, hakuelewi. Sasa kama hakuelewi, kuna haja kumwambia kwenye hilo? Hawajaelewa jamani. Yaani wewe kumwambia kwako yule kukataa mambo mengine ya dini kwa kule kusema kwako, na kuacha kumwambia jambo hilo akayakubali mambo mengi ya dini, lipi lenye kheri? La mwanzo la pili? La pili. Kwa hiyo si kila kitu, unajua kuna mtu kile anachokijua anasema, ila ni tatizo. Kuna baadhi ya mambo yanahitaji muda kusemwa. Sawa jamani? Ndio dini ilivyo. Sasa si hili tu. Mtume kuna baadhi ya mambo ya shirki hakuwakataza masahaba mwanzo, mpaka anakuja sahaba anambia Rasulullah, kuna Myahudi au Mnasara anasema sisi ni watu wazuri, lau si kama kumshirikisha Allah na wewe. Kwa nini wanasema nyewe mnasema sha Allah huwa sha Muhammad, sha Allah wa Muhammad? Hii ni shirki. Mtume ambaye ni kweli, msiseme hivyo sasa hivi, semeni sha Allah thumma. Mfano maneno haya imekuja katika hadithi.
lakini kipindi cha mwanzo mtume hakuwa amewakataza, muda wake ukufika. Na inafunza tadarruj katika kulingania watu. Yani uwezo ukatoka hapa nyumbani watu hawaswali, hawana stara, wao mapenzi yao ni kukaa kwenye TV masaa 4-5 wamekaa wanatazama runinga, sijui sidingo, wanatazama sijui tamthilia gani. Wakatoke bwana TV bid'a hizi haramu, mtu kuswali asali. Unaambia nisipotazama TV na starehe gani? Anakolewaje mtu? Mtu hawezi kuolewa. Lakini yule ukaanza kumlingania juu ya jambo la dini la kwanza ambalo yeye mwenyewe anajua kwamba ile makosa, haswali, hana stara, jambo la kusoma, mengine yale kidogo kidogo anakuja mtu anafanya, anafahamu anaacha. Kwa hiyo tuwe na hikma katika kuiendea mambo. Sawa jamani? Tuwe na hikma katika kuiendea mambo, sio kila jambo linasema. Fihi bayanu ahmiyati as-sam'i wat-ta'a, umuhimu wa kusikiliza na kutii, wa ujubu muraati al-ikhtisasat, na uwajibu wa kuchunga yale mambo ambayo mtu kajihusisha nayo, wa adami tajawuzi salahiyati, na kuto yakiuka yale mambo yenye maslahi. Kuna kuchunga kwamba hili ni hususia ya mtu fulani, na pia kuto yakiuka yale mambo ambayo yenye maslahi kwa watu. Kutoka Ubada ibn Samit, Allah mridhia, anasema da'ana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tumelituita fabay'anahu, tukampa bai'a, fakana fima akhadha alaina, akawa katika yale ambayo mtume amechukua kwetu sisi, an bay'ana ala as-sam'i wat-ta'a, kwamba sisi tumempa bai'a mtume juu ya kusikiliza na kutii, fi manshatina wa makrahina, katika uchangamfu wetu na kuchukia kwetu, wa usrina wa yusrina, na uzito wetu na wepesi wetu, wa atharatin alaina. Athara ni pale kiongozi anapojilimbikizia mali basi na raia wake. Sawa? Kwa hiyo na dhulma inayofanywa juu yetu. Wa an la nunazi'a al-amra ahlahu, na kwamba tusizozane na jambo kwa mtu wake, tusianze kuzozana kuondosha kitu ambacho mtu ndio fani yake, sisi tukaanza kupambana tukichukua kile kitu ambacho sisi si ahli, yani hatuna ahliya, hatuna uwezo wa kulisimamia jambo hilo. Illa an taraw kufran bawahan, isipokuwa mtapona ukafiri wa wazi. Indakum min Allah fihi burhan, mnayo nyinyi kwa Allah ndani yake nini? Hoja. Hadithi mashhur. Anasema yukhadhu min hadha alhadith, wanachukuliwa katika hadithi hii fi al-a'mal al-idariya, katika matendo yale kiidara, al-isharatu ila anna sam'a wa ta'a fi al-ma'ruf, kuashiria kwamba jambo la usikivu na utiifu katika mambo mema, wa adami munaza'ati al-mas'ul fi ikhtisasihi, na kuto zozana na yule mwenye dhamana katika hususia yake. Tazama kwa mfano, mnajua sasa hivi katika kila idara kuna watu wa kompyuta wa ICT, sio ni wanaitwaje? Wale watu ambao computer sio wireless nini? Wanaitwa nani wale? IT. Kuna watu wa IT mle. Katika kila idara kuna watu wa sheria, si ndio? Katika kila idara sio kuna watu wa HR. Sasa jambo ambalo halipo katika fani yako, wewe mambo yote unajua wewe nani? Mwache yule katika kipengele chake, mwache, ndicho kinachozungumzwa hapa. Wewe simamia katika lile jambo lako. Mfano wewe ni cashier, bakia katika cashier wako. Yule shiara, yule sijui lawyer, yule nani, yule kila mmoja mwache ende na madaktari pia. Kuna famasia, kuna sijui wa mifupa, kuna sijui wa wanawake wa kuzalisha, kuna kila mmoja mwache na takhasusi yake. Wewe kuwaingilia wao ni kuvunjia heshima zao. Na kwa hiyo hilo ni moja katika mambo ambayo yenye kuhimizwa katika dini. Na mtu hata katika masala ya dini, katika masala ya dini, ilmu hizi za dini, kuna watu wana ilmu kubwa katika mambo ya mirathi, kuna watu ilmu kubwa katika mambo ya tarikhi, historia, kuna watu ilmu kubwa katika mambo ya tafsiri ya Qur'an, kuna watu ilmu kubwa katika upande wa nahwu na sarfu. Kwa mtu anakuambia bwana swali hili muulize mtu fulani. Sawa? Kwa mfano katika masala ya dini, masala ya hija, masala ya umra, wanachuoni gani ambao wenye kustahiki na wenye kujua zaidi kuliko wote? Wanavyoni wa Saudia. Hija inafanyika wapi? Wale ndo mara nyingi yale maswala na kariri, na mara nyingi wanaulizwa, na mara nyingi sio kama wengine hawajui, lakini yale mambo yanakariri sana pale. Kwa hiyo unakuta wale wana ujuzi zaidi kuliko wengine katika, kwa sababu ya yale maswala yanayokuja kwa wao.
Kwa hiyo nalijua kwamba jambo hili katika na mfano wa hayo. Kadhalika anasema وهي من أول مراتب النجاح في أعمال الإدارة, na hiyo ni moja katika daraja ya kufanikiwa katika matendo ya idara. Khidma lilmustafidin wa tahqiqa limaslahati al-amma, kuwahudumia wale ambao wenye kustafidi na kuhakikisha katika maslahi ya ujumla. Hadithi ya 17, twendeni mbele jamani, msizame saa. الحث على مراعاة تدرج المراتب الوظيفية واختصاصات كل مسؤول. Himizo la kuchunga tadarruj, nasema kitu kukifanya gradual stage, yani kwenda nacho hatua kwa hatua. Sawa? Tadarruj almaratib alwadhifiyya wa ikhtisasat, na kuhusika kulli mas'ul, kila mwenye dhamana. Kutoka Miswar ibn Makhrama kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam qama hina jaahu wafdu Hawazan, alisimama alipojua na ugeni wa Hawazan ambao ni muslimina walikuwa Waislamu. Fasaluhu an yarudda ilayhim amwalahum wa sabiyahum, wakamtaka wakamwomba Mtume awarejeshee mali zao na mateka yao. Sabi wale wanawake waliotekwa katika vita. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahabbu alhadithi ilayya asdaquhu, Mtume akamwambia maneno yenye kupendeza zaidi kwangu mimi ni yale ya ukweli. Fakhtaru ihda taifatayn, chagueni moja katika pande mbili, imma sabi wa imma almal. Chagueni imma ile mateka tuwarejeshe wale wanawake au mali. Wakati kuntu istanaitu bihim, na mimi nilikuwa nimejiliwaza kwa wao. Wakati kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam intadhara akhirahum bid'a 10 layla hina qafala min at-Taif, na Mtume alikuwa amesubiri ile siku yao ya mwisho katika zile siku bid'a 10 laylan, siku 10 na kitu hivi. Bid'a ni idadi kuanzia 3 mpaka 9, pale ambapo Mtume aliporejea kutoka Taif. Falamma tabayyana lahum anna Rasul sallam ghayru radin ilayhim illa ihda at-taifatayn, Mtume aliwapa muda, kafikaeni mjifikirie. Zama walipotambua kwamba Mtume si mwenye kuwarejeshea isipokuwa moja vitu hivi viwili, faqalu, wakasema inna nakhtaru sabiyana, sisi tunachagua mateka wetu sabi wale. Faqama Rasulullah fil muslimina, Mtume akasema, akasimama kwa Waislamu. Fa athna ala Allah, kamsifia Allah bima huwa ahlu, kwa kile anachostahili kuwa nacho Allah. Thumma qala, kisha akasema amma ba'd fa inna ikhwanakum haula qad ja'una taibin, ndugu zenu hawa wametujia hali ya kuwa wametubia. Wa inni qad ra'aytu an arudda lahum sabiyahum, mimi nimeona niwarejeshee mateka wao. Faman ahabba an yutayyiba bidhalika falyaf'al, yule ambaye anataka kujieka sawa, yani nafsi yake iwe sawa katika hilo na alifanya. Waman ahabba minkum an yakuna ala hadhihi hatta nu'tiyahu iyyahu min awwal ma yafi'u Allah alaina falyaf'al, na yule ambaye anataka iwe katika fungu lake mpaka pale tutapompa yeye kile kitu hicho katika kile atachotupa Allah juu yetu, basi tafanye. Tazama wale mateka, si tayari Mtume kishawagawa, yani walienda kupigana. Mtume alitoka na Waislamu wale katika kabila la Bani Hawazan, walikuwa makafiri, wakawapiga vita, wakachukua mali zao, wakachukua na sabaya wale wanawake na mateka wale. Sawa? Huku Mtume aliporejea akagawa mali, akagawa na wale mateka. Wale waliposilimu wakaja kwa Mtume wakataka warejeshewe vitu vyao vyote. Mtume akamwambia akarejeshwe kimoja katika viwili. Wakachagua warejeshwe nani? Mateka wao. Sasa katika wale mateka kuna ambao tayari Mtume keshawagawa kwa watu. Mtu tayari anajua kishajimilikisha yeye. Akawaambia yule ambaye anataka nafsi yake aifanyie uzuri, awatoe tu warejesho kwa ajili ya Allah, afanye. Ama wengine akasema mimi nitarejesha, lakini najiandikisha kwamba ngawile atakayokuja nirejeshewe hichi, alafu nipewe hicho kitachokuja. Ndio haya maelezo yake Mtume. Faqala an-nas qad tayyibna dhalika Rasulullah, sisi tumelifanya zuri hilo yewe Mtume wa Allah. Faqala Rasulullah inna la nadri man adhna minkum fi dhalika, hakika sisi tutambui alikuruhusuni miongoni mwenu katika hilo, mimman lam ya'dhan, katika wale ambao hawajaruhusu. Farji'u hatta yarfa ilaina urafa'ukum amrakum, basi rejeeni mpaka walilete kwetu sisi wale viongozi wenu jambo lenu. Faraja'a an-nas, wakarejea watu.
fakallamahum urafauhum, wakawasemesha wale viongozi wao wanaojulikana. Thumma raja'u ila rasulillah, kisha wakarejea kwa mtume wa Allah. Fa akhbaruhu, wakampa habari annahum qad tayyabu, kwamba wamelifanya jambo vizuri. Fa adhinu, akawaruhusu. Fa hadha alladhi balaghna an sabi Hawazan, hicho ndio kilichotufikia kuhusiana na hawa mateka wa Hawazan. Kwa hiyo hapa mtume alichunga nini? Tadarruj almaratib alwadhifiyya, na kwamba hili jambo yeye ndo ambaye alikuwa anaona maslahi yake ni yapi na mafsada yake ni yapi. Bakisha hadithi kama 3 hivi, msianze kuchoka. Al-idaratu bitafwidh, kuongoza kwa kuegemeza mambo, na hii ni moja katika technique. Ukisoma mambo ya public haya wanataja sijui policy hizi, kuna baadhi ya mambo humu unayakuta yametajwa katika dini, kule wanaona kama ni mambo wameyabuni wao, lakini ya mambo asli yapo katika Uislamu. Tazama anahitaji katika hadithi kutoka Ibn Abbas, Allah mridhie na baba yake, anasema qadima Musailamatul Kadhab ala ahdi Rasulillah, aliwasili Musailamatul Kadhab, faja'ala yaqul in ja'ala li Muhammadul amra min ba'dihi tabi'tuhu, ikiwa Muhammad ataliweka kwangu mimi jambo baada ya kufa kwake, mimi nitamfuata. Kama atanifanya kama mimi ni mtume baada yake, akifa mimi nitakuwa mtume, mimi nitamfuata. Wa qadimaha fi basharin kathirin min qaumihi, na akawasili katika mji wa Madina na watu wengi katika watu wake. Faqbala ilayhi Rasulullah, mtume akamwendea yule Musailamatul Kadhab, wa ma'ahu Thabit ibn Qais ibn Shammas, huyu sahaba aliyobashiriwa pepo akiwa yuko hai, Thabit ibn Qais ibn Shammas. Wa fi yadi Rasul sallam qit'atu jaridin, na katika mkono wa mtume kuna kipande cha kijiti hivi, jarid kama kijiti kama kijani hivi, kijiti lakini cha jani. Hatta waqafa ala Musailama fi ashabihi, mpaka akasimama Musailama, mtume akasimama kwa Musailama kwa wale watu wake. Faqala, mtume akamwambia, law sa'altani hadhihi alqit'a, law kama ungeniomba kijipande hichi, kijiti hichi, ma a'taitukaha, wallahi nisingekupa. Walan ta'du amra Allah fika, na wala hutolikiuka jambo la Allah wewe kwako. Wewe jambo lako lishaandikwa, huwezi kulikiuka jambo la Allah ukawa mtume hali ya kuwa hajakuandikia. Wala in adbarta la yaqirannaka Allah, na lau kama utaenda kinyume, adbarta wakatoa mgongo, Allah atakuangamiza. Wa inni la araka alladhi uritu fihi ma raaitu, wa hadha thabitun yujibuka anni, thumma sarafa an, akamwambia na mimi ninakuona katika kile ambacho mimi nimeonyeshwa, ma raaitu, kile nilichoonyeshwa mimi nakuona wewe ni mwenye kuangamia tu, na huyo Thabit atakujibu kuhusiana na mimi. Thumma sarafa an, kisha mtume akaondoka, hakutaka kumsikiliza wala kumpatiliza. Fi qawlihi wa hadha thabitun yujibuka alhathu ala istimad alakfa, sio hoja yetu iko hapo, himizo juu ya kuwatumia watu ambao wenye nini, wenye kufu, wenye uwezo. Mtume hakumchagua sahaba mwingine, Thabit anamjua ni mwenye uwezo wa kumjibu na mwenye nguvu ya kukabiliana naye mtu huyo. Wastifaihim, na kuwateua. Al-Hafidh Ibn Hajar anasema kana Thabitun khatib al-ansar, Thabit alikuwa ni khatib al-ansar. Khatib manake ni mtu ambaye alikuwa mwenye fasaha katika kuzungumza. Na Waarabu zamani wakisifika kwa sifa kuu mbili tu. Fursan, mtu kuwa ni hodari vitani, ni sifa ya mwanzo. Sifa ya pili, katika mashairi. Ndio vitu vilikuwa vina nafasi kubwa kwa wao. Yaani kama mtu hana nguvu ya kupambana na maadui katika vita, ni hodari katika kusema yale maneno alikuwa, kwa sababu ilikuwa zamani Waarabu wakitumia mass media zao, social media zao, abiyat, ash'ar, zile mashairi, hata kumbukumbu zao wakihifadhi kupitia mashairi. Waarabu walikuwa ni watu ambao hawahifadhi kumbukumbu kwa kuandika, walikuwa wanatunga mashairi. Jambo fulani limetokea, mtu anatunga shairi kubwa lile kwenye Kaaba, historia ile, kesi imeisha. Sawa? Kwa hiyo Khatib al-Ansar mtu alimteua huyu. Kwa hiyo hata muda mwingine unaenda kwa mtu, unaenda kwa watu, unalifikisha jambo, unaweza wewe ka present jambo kwa uzuri, lakini kile kichao ulichofuatana nacho kile kikaribu mambo yote.
akaharibu mambo yote. Na neno moja tu kalitoa. Sipa nasemwa al-Imam Shafi'i rahimahullah alikuwa anaumwa, amewasomesha wanafunzi wake nyumbani kwake. Sasa ilikuwa katika maradhi aliyokuwa nayo hawezi kukunja mguu, ilikuwa mguu wake unyoshe, na hii sio katika adabu za kutafuta ilmu au kwa mwalimu au kwa mwanafunzi. Sasa siku ya pili wanafunzi wamekuja nyumbani kwake, kuna mwanafunzi mmoja mgeni amekuja, mtu mzima, ana madevu alafu amevaa kilemba kikubwa. Katika hali ya kawaida utaona huyu ni alim, shekhe mkubwa, sawa. Basi akakariri yale masala ya jana, kisha akawaambia, je, kuna mtu anaswali baada ya darasa ya leo kuja? Na alikuwa amesoma, wanasema masala ya funga, juu ya venye kufunguza na namna ya kutekeleza ibada ya funga. Yule bwana akauliza swali. Wakati Imam Shafi wanasema mimma qila, ikawa ile mguu wake pamoja kwamba unamuuma ameukunja hivi, lakini anapata maumivu. Sasa yule bwana alipouliza swali akauliza, shekhe, umesema mtu anatakiwa afunge tokea jua kuchomoza mpaka kuzama kwake. Sasa jua linapochomoza alfajiri, linapozama sijui linapochomoza, itakuwaje shekhe kama jua litazama muda wa dhuhuri? Itafaa mtu kula muda huo kwa sababu umesema jua linapoanza kuchomoza mpaka linapozama? Al-Imam Shafi akasema, hivi sasa ndio umefika muda kukunjua mguu wangu. Kwa nini? Jahil. Mimi namuona shekhe kumbe hamna kitu. Mtu mwenye ilmu hawezi kuuliza swali hilo. Mtu mwenye ilmu hawezi kuuliza swali hilo. Kwa hiyo neno moja tu lililolitoa likampa mwangaza kwamba huyu mtu hamna kitu. Sawa? Sasa muda mwingine mtu unaweza kwenda sehemu ukalifanya jambo kwa utulivu, kwa adabu, lakini yule uloamiliana naye pale nani? Mshosema, jamani huyu chizi, mimi si chizi. Wanasema chizi, si chizi, anasema mwenyewe. Kwa hiyo karibu mambo yote. Hicho ni kitu cha msingi za kuzingatia. Anasema wa yukhadhu minhu isti'anatu al-imam bi ahli al-balagha fi jawab ahli al-inad wa nahwi dhalika, na panachukuliwa kutokana hilo kuwataka msaada, kumtaka msaada kiongozi, watu wenye balagha katika kuwajibu watu wenye inadi, ukaidi na mfano wake. Qiyamul mas'ul bi ba'd a'mal mar'usihi fi a'mal al-idara, kusimama mwenye dhamana kwa baadhi ya matendo ya viongo ya wale anaoongoza katika matendo ya idara. Yani muda mwingine kama wewe ndio umemwajiri mtu dukani kwako, awe anakusafishia na kuwekea saa, muda mwingine wewe mwenyewe ifanye ile kazi. Nyumbani wewe mwenyewe fanye ile kazi. Ofisini muda mwingine wewe mwenyewe fanye ile kazi. Anil Bara qala, nasema raaitu Rasulullah, nilimuona mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam يوم الأحزاب, siku ya Ahzab. Ahzab ni siku ya nini? Siku ya vita. Yanqudhu al-turab, mtume akihamisha mchanga. Waqad wara at-turab bayadha batnihi, na umefunika ule mchanga weupe wa kwapa zake. Mtume anabeba mchanga huyu anapeleka. Mchanga umefunika ule weupe wa mtume, alikuwa kwapa zake ni nyeupe mno. Wa huwa yaqul laula anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna faanzilan سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. haya ni maneno alikuwa akiyatumia katika ile kazi. Leo sisi mnasikia watu wanatukana, wengine wanaimba, wengine kufanya kazi alafu kwa wanazungumza wewe inawepesisha. Kwa hiyo ipo hiyo. Sawa? Sasa mtume yeye mwenyewe alikuwa, lakini umekuja hapa ustazi, watu wanahangaika na fusi, wanamwaga, wanahangaika, kanzu yako safi. Halo, sogeni kwa huko bwana. Umeje kufanya nini hapa wewe mwanamume? Umeje kufanya nini hapa? Shiriki na wewe kidogo. Ingia. Sawa? Au kama kwenye mazishi, watu wanatia mchanga. Sawa, sehemu kubwa, shimo kubwa, watu washachoka, wewe umekaa unatazama watu tu. La ilaha illa Allah, nini? Beba pale paulo tia.
Sawa jamani? Haya, manake hii inamfunza mtu. Maana Anas anasema nilikaa na mtume miaka 10 namhudumia, hajaye kunikaripia wala kuniamrisha wala kunikataza. Alikuwa anapotaka jambo mtume kulifanya, analifanya yeye mwenyewe. Basi mimi najua kwamba hili jambo ndio mtume ananiamrisha. Lakini leo wanawake anaweza akakaa na mdada wa kazi miezi 2.5 tu. Kila siku una kazi ya kumtafutia wafanya kazi wapya. Kwa sababu pia muda mwingine hachungi namna ya kuishi na mtu. Anakuja mtoto wa watu kwa kuwa anamlipa 32,500, kazi zote azifanya. Saa 8 ya usiku mtoto anamshwa. Mtoto kakojoa huyu kamvuche pampers. Uhuni tu huu. وفيه حث المسؤول في الإدارة على التواضع. ndani yake kuna himizo la mwenye dhamana katika ile idara juu ya unyenyekevu. Mtu anataka awe mnyenyekevu. Kuna muda hata bosi hajulikani ni nani, watu wote wanaonekana ni sawa tu. Umejiweka na wafanyakazi wako katika hali ya kawaida, watu wanakuja wanamwelekea bosi vipi, wanajua yule mfanyakazi anajua ndio bosi, wao walivyojiweka. Lakini mtu hata utaki apendeze kwa kuwa amemwajiri, hamna mambo hayo. Watabassut ma'al ma'rusihi watashji'ihim, na kufanya uchangamfu na anaoongoza na kuwashajihisha. Inshallah tutaishia hadithi hizo, ndio kuondokea hadithi ya 20. Mimi nimesema mimi kitabu changu nakimaliza. Sawa? Kitabu changu mimi inshallah nitakimaliza, wala sina haraka. Nyinyi kama mna haraka sawa, lakini mimi najua mimi mwenyewe napata faida hapa katika ambayo tunayasoma na kuelekeza, na mengi katika hayo hatakuwa tunayajua, yani tuhusu sisi. Nasallallahu salamata wal afia. Njoo adhini, alafu tutatoa fursa ipo dakika 3 ya maswali, alafu tutasali.